Bwana, leo ngoja nianze kwanza na hii. Kama wewe unafuga kuku wa mayai au umefuga chotara kwa ajili ya kutaga, kwa kawaida chotara au kuku wa mayai wakifika miezi 4.5 inatakiwa wawe tayari wanataga. Sasa kama una kipengele kuku wako wamefika huo muda hawatagi, yawezekana unawapa chakula safi kabisa lakini hawatagi, tutafute sisi KingoFarm. Ninakupa wiki 2, ukisha tutafuta sisi itakugharimu shilingi 8,000 kujiunga na kundi letu. Tutakusimamia mpaka kuku wanaanza kutaga, au kuku wasipotaga tutakurudishia ada yako. Tumeshafanya hivi kwa wafugaji zaidi ya 10. Kuku wao walikuwa hawatagi, walikuwa wanawapa vyakula safi wakaanza kutaga. Katika hizi videos nilianza na matumizi ya hichi kitunguu saumu, nilielekeza kinafanya kazi gani kwa kuku, lakini unakitumieje. Nikaja pia nikaelekeza kuhusiana na matumizi ya tangawizi, ni namna gani ambavyo unaitumia tangawizi kwa kuku, lakini pia ina faida gani kwa kuku. Na leo hii ninakusogezea kitu kingine ambacho ni pilipili. Leo ninataka nikuelekeze faida na namna ambavyo unaweza ukatumia pilipili kwa ajili ya kuku. Na ninafanya hivi, nimevichambua hivi vitu vitatu kwa tofauti kwa sababu ni mchanganyo ambao huaga tunauchanganya kwa pamoja. Huaga tunaweka pilipili, tunaweka tangawizi, tunaweka na kitunguu saumu, na mara nyingi sana tumekuwa tukikitumia hapa shambani kwetu. Kwa wale wafugaji ambao wapo kwenye kundi letu, nadhani wanalifahamu hili jambo. Kwa hiyo nimeamua kukichambua kimoja baada ya kingine, ili unapowachanganyia kuku wako mchanganyo uelewe kitu ambacho unakifanya. Sasa tuanze kuangalia faida ambazo zinapatikana kwenye pilipili, na baadaye tutakuja kuangalia pilipili ukichanganya na vitu gani unaweza ukatibu magonjwa gani. Tukianza faida ya kwanza kabisa, pilipili inachochea utagaji wa kuku. Kuku wako kama walikuwa hawatagi vizuri, wanalukaluka sana, ukiwapa mchanganyo ambao una pilipili, basi pilipili itawafanya wawe wanakamilisha vizuri kabisa siku za kutaga. Kwa kawaida kuku ambaye anataga ni kwamba katika siku 12 walau inatakiwa atage mayai 10, na hizi siku 2 ni siku ambazo anapumzika na kuwa hatagi, kwa sababu kuku anataga kila baada ya masaa 28 na sio masaa 24. Kwa hiyo unaweza ukaona kama utampa pilipili kuku atakuwa anataga vizuri kabisa. Na jambo jingine ni booster nzuri kabisa kwa kuku, hasa hawa broiler. Kama unafuga broiler ukiwa unachanganyia mchanganyo ambao una pilipili, basi inakuwa ni booster kwao. Vile vile huu mchanganyo pia ni kinga ya magonjwa. Unazuia kuku au vifaranga wasipate magonjwa kiurahisi kabisa. Na kitu kingine kizuri kwenye pilipili ni kwamba pilipili inachochea kuku, kama ni baridi, ni mazingira ambayo yana baridi, basi inawachochea wawe wanaweza kutengeneza joto kubwa la mwili. Kwa wewe ambaye unatibu gumboro bila mafanikio, basi katika mchanganyo wako kitakuwa kuna kitu kinakosekana ambacho ni pilipili. Pilipili pia ni tiba ya gumboro nzuri kabisa, inatibu ugonjwa wa gumboro. Ugonjwa wa gumboro ni ugonjwa wa virusi, na huu ugonjwa hauna tiba ya dukani. Yaani ni sawa tu na kama magonjwa ya kideri ambayo tunajua kabisa hayana tiba, au ndui hamna tiba ya dukani. Sasa endapo utatumia pilipili utatibu vizuri kabisa huu ugonjwa wa gumboro. Na kuku wako kama wamepata gumboro utawajueje? Wanatoa muharo mweupe, wanakuwa wanajisaidia muharo mweupe, lakini pia wanaanza kushusha mabawa. Kwa wewe ambaye bado hujajiunga na kundi la mafunzo hili la WhatsApp, sijui bado unasubiri kitu gani, kwa sababu humu utajifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na ufugaji. Kuna maswali mengi sana ambayo wafugaji wanauliza changamoto zao, tunawajibu kama hivyo ambavyo unaona, tena tunawajibu kwa wakati. Kwa hiyo jiunge na hii familia ya KingoFarm kwenye hili kundi kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2.
Pia tunavyo vitabu, unaweza ukajipatia vitabu vyetu. Kwa mfano kuna huyu mfugaji ambaye alituona YouTube, akatutafuta, alikuwa anahitaji vitabu, akatutumia picha ya vitabu vyetu vyote, aliscreenshot huko kwa YouTube, akafanya malipo. Baada ya kufanya malipo tukamtumia vitabu vyote kama hivyo ambavyo unaona. Kuna hicho kitabu cha ufugaji ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kuna ufugaji wa broiler, kuna safari ya ufugaji, na kuna tiba za asili. Hivyo vitabu vyote tumemtumia kwa shilingi 40,000. Kila kitabu kimoja ni shilingi 10,000. Sasa bwana, ukitaka mayai ambayo yana ubora, nataka nikuelekeze mchanganyo. Maana yake kazi mojawapo pia ya pilipili ni kuimarisha ganda la nje la yai. Lakini kumbuka wakati naelekeza kuhusiana na tangawizi, nilikuambia kwamba hii tangawizi inasaidia kupata yai ambalo linakuwa kubwa lenye viini viwili, kama unakumbuka vizuri. Lakini kama unakumbuka wakati ninaelezea kuhusiana na kitunguu saumu, nilikwambia kwamba kitunguu saumu kinamfanya kuku ambaye anataga asiweze kupata yale madhara ya kuchanika lile eneo ambalo anakuwa anataga yai, kwa sababu yai ni kubwa. Kwa hiyo ukichanganya hivi vitu vitatu, ukichanganya kitunguu saumu, tangawizi na pilipili kwenye huu mchanganyo, utakwenda kupata yai ambalo ni kubwa, lina gamba gumu, lakini pia yai ambalo utalipata hapa litakuwa lina ubora na halitamuumiza kuku. Kwa hiyo ndio maana tunatumia huu mchanganyo. Lakini pia huu mchanganyo, kama umenisikiliza vizuri wakati ninaelezea mfululizo wa hii michanganyo yote mitatu, ni kila mchanganyo uliona kwamba ni booster nzuri ya broiler, ni booster nzuri ya broiler. Kwa hiyo ukichanganya yote mitatu kwa pamoja, itawaboosti vizuri sana kuku wako wa broiler waweze kukua kwa muda mfupi. Na kitu kingine, huu mchanganyo ukichanganya pilipili, tangawizi, kitunguu saumu, kitu ambacho utakwenda kukipata hapa ni kwamba kinga za magonjwa, dhidi ya magonjwa kwa kuku wako, magonjwa kama vile mafua, magonjwa kama vile coccidiosis, inakuwa inazuia sana, kwa sababu pia inaimarisha kinga za mwili. Na kama kuna dawa yoyote ile, kwa mfano nimeshawahi kuelezea kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukatumia hili hapa toto la ndizi. Niliwaelezea vizuri kabisa toto la ndizi, mpapai, waga tunambatanisha na mchanganyo wa hivi vitu, kwa sababu huu mchanganyo huwa unakwenda kusaidia ile dawa iweze kufanya kazi kiurahisi zaidi. Kwa mfano naweza nikakwambia coccidiosis, muharo wa damu, unatibiwa vizuri sana na haya majani ya mpapai. Sasa ili majani ya mpapai yaweze kufanya kazi vizuri na uweze kutengeneza kinga, ule ugonjwa usijirudie mara kwa mara, inatakiwa uchanganye na hii michanganyo ambayo nimekutajia hapo. Sasa kuna pilipili za aina tofauti tofauti kama ambavyo tunajua, na ukipata pilipili ambayo ina ukali sana, wenyewe mnajua kwamba pilipili mbuzi labda ni kali sana, pilipili labda mwendokasi sio kali sana. Maanake kipimo cha kuweka kwenye maji kinapungua kidogo, lakini pia inazingatia sana na size ya pilipili. Kuna hivi pilipili vingine unakuta ni vidogo vidogo sana. Sasa sisi hapa waga tunasemaga kwamba hizi pilipili za mwendokasi ambazo hizi hapa mara nyingi sana zipo sokoni, ndio maana waga tunazitaja hizi na ni rahisi kuzipata. Hizi ukichukua pilipili 5 unachanganyia kwenye maji lita 10 kwa kuku wakubwa, lakini kuku ambao wapo chini ya wiki 2 unachanganyia pilipili 2 tu. Tunawakaribisha sana wanafamilia wa KingoFarm. Kuna hii video ambayo inaonekana hapa. Hii video unaweza ukaitazama, ni video ambayo tumeiupload hivi karibuni, ukajifunza pia zaidi. Lakini pia kwenye hiyo alama ya WhatsApp, ukibonyeza hapo moja kwa moja, ukisubiri kidogo tu, inakupeleka kwenye WhatsApp yetu, na unaweza kuwasiliana na sisi kama unahitaji kitabu au kuungwa kwenye kundi.